Kweli anakuja Yesu, ila atatukuta tumesurubishwa sana. Atatukuta ufalme wa giza umewatesa wana wa Mungu, kwa sababu tunaishi kimazoea. Hatuishi kama tuko vitani, hatuishi kama tuko kwenye ulimwengu ambao shetani, Biblia inasema ni kama simba ungurumaye akitafuta kumeza. Kazi ya shetani ni kuharibu, ni kuchinja, ni kuiba. Sasa anataka kuiba nini kutoka kwako? Hiyo ni agenda ya siri. Anataka kuharibu nini kutoka kwako? Hiyo ni agenda ya siri. Anataka kuua nini kutoka kwako? Hiyo ni agenda ya siri. Lakini lazima kanisa lifike mahali lianze kutambua umuhimu wa kumtafuta Mungu katika roho na kweli, umuhimu wa kuomba, umuhimu wa kukaa kwa Yesu kwa kumaanisha, umuhimu wa kudumu katika utakatifu, umuhimu wa kutembea katika nguvu za Mungu, umuhimu wa kumcha Mungu kwa kumaanisha. Maana Biblia inasema nyakati za mwisho maovu yataongezeka. Mojawapo ya maovu na uchawi utaongezeka, na ushirikini utaongezeka, na ugambo utaongezeka, na mbinu ya ugambo utaongezeka. Kuna mtoto mmoja tulikuwa tunamwombea, akasema mimi ni malkia. Alikisema ni malkia wa nini? Wa misitu. Akasema mimi sasa hivi tumekuja na mbinu mpya. Anasema sasa hivi hatuibi nguo za ndani. Mnafanyaje? Anasema tukienda tunachomoa virusi kidogo. Maana ikiiba nguo ya ndani watu wanashtuka, hiyo nguo hawaivai tena, na wanapeleka mara nyingine wachungaji, mara nyingine wanaiombea.